So Wahubiri 3 mstari wa kwanza inasema, yes, kwa kila jambo kuna majira yake. Kuna majira yake. Ni ule hida yake. Kila jambo na wakati wake. Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hivyo kila kitu iko chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Amen. Endelea. 3 inasema nini? Wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Kama vile mumeua, kuna wakati sasa mtapoza. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati wa kuua na kuna wakati wa kupoza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Kama wakati huu ni wa kuua, muue kabisa. Kama wakati huu ni wa kubomoa na ubomoe kabisa. Lakini wakati wa kujenga, jua ni wewe utagharamika kujenga tena. Kwa hivyo ninahitaji kukuambia siku ya leo, kile chote ulichokijenga, wacha kubomoa tu ukitaka kubomoa. Wacha kubomoa kitu umegharimika, hata kama haujagharimika. Angalia wale waliogharimika ili hilo jambo likajengeka. Ninataka kukuambia siku ya leo, kuna wakati wa kujenga na kuna wakati wa kubomoa. Kuna wakati wa kuharibu na kuna wakati wa kutengeneza. Kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Na kila ulichopanda ndicho utakachovuna. Amen. Haleluya. Amen. Kila jambo na wakati wake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Kuna wakati wa kurejesha na kuna wakati wa kutupa. Amen. Tuendelee pastor. Inasema nini? Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati tunalia, wewe usicheke, kwa sababu ni wakati wako wa kulia. Wakati wa kufedheheka na wakati wa kusimama. Ninahitaji kukuambia siku ya leo, kuna wakati watu wengine wanaweza kupitishia katika station za kulia. Si ati wewe unataka kulia, si ati kwa sababu unataka kucheka, lakini utapata watu walikuchekesha. Na hiyo wakati si wakati wa kucheka, kuna wakati wa kulia. Na hiyo wakati wa kulia si wakati wa kucheka. Lakini nataka kukuambia leo, wengi wanaweza kosa kuona dhamana yako. Wengi wanaweza shida wamefanya nini. Wakati moja Yesu Kristo akaanza kunyoshewa vitore, wakiuliza yule ni kijana wa fundi wa pao, wakaona ni vyema wakamtupe, wakaona ni vyema wakamuue, wakaona ni vyema asulubishwe. Lakini nahitaji kukuambia leo, hata kama utasulubishwa, hata kama utafanyiwa nini, Yesu atasimama. Lazima utajulikana wewe ni mwana wa Mungu. Lazima utajulikana Mungu alikuwa pamoja na wewe. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo wakati James alifika mahali akaenda akasema, yule huyu siye ndugu yangu. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba nyoka ilitoka kutoka sehemu yoyote ikakuja ikamuomba James. James akamwambia Yesu, wewe ni ndugu yangu, njoo unisaidie. Lakini ile alikuwa amechelewa, kwa sababu sumu ilikuwa imeingia. Hata wewe nahitaji kukuambia, unaweza kuwa wewe ulienda na ukakana, ukasema simujui, hata simutambui, hata sijui ni wa namna gani, sijui alitambuliwa na nani. Lakini nahitaji kukuambia, kuna nyoka inaachiliwa. Ila nyoka ikikoma, utakumbuka yule kijana.
Haleluya. Amen. Akaumwa na nyoka. Amen. Akamwambia James. James akamwambia Yesu. Yesu mwana maito. Ukaote hivi. Lakini neno la Bwana linasema Yesu hakukimbilia kumsaidia. Akamwambia umekubali na umekubali mimi ni ndugu yako. James anasema nimekubali na nitaanza kukuheshimu. Kuna watu mtapitia mashida. Ushindwe kwa nini nilifanya haya. Kuna watu mtapitia mambo. Ujiulize ni mambo gani inapitia. Juu wiki iliyoisha sikuwa nimejua, lakini nilikuwa ndani ya roho. Yesu akaninenea nikakwambia kuna pepo moja imeharibu na hiyo pepo ni ulimi. Nikamwambia pepo ya ulimi lazima utaizuilia. Nikakwambia kama unahitaji kusimama na Bwana lazima uzuilie ulimi. Amen. Anaweza penzi. Amen. Zako wewe uko na pepo ya ulimi. Wewe uko na pepo ya ulimi. Mwambie wewe ndio umefanya nilie. Wewe ndio umefanya nilie. Mwambie ni wewe. Ni wewe. Usiogope ni huyo, kuna moja tu hapa kukosa wawili watatu. Mwambie ni wewe pepo ya ulimi. Ni wewe pepo ya ulimi. Haleluya. Lakini nataka kukuambia hata kama watakuondokea, neno la Bwana linasema ya kwamba Danieli akashikwa na akarushwa wazima. Wakasema ameenda kuisha, lakini Yesu akamnyanyua. Wakati walishindwa kwa nini Danieli kwa nini hajakufa, wakasema hata sisi tunahitaji turushe moja tuone ama atararuliwa, lakini akararuliwa. Lakini Danieli hakuraruliwa. Majaribu tunayapitia, lakini kama tuko na Yesu haya majaribu haitatumaliza. Haleluya. Haleluya. Jana nikauliza Mungu kwa nini haya mambo yote? Mungu akaniambia wengi wamepoisoniwa. Hata wengi hili jambo wanafanya. Hata jana kuna kitu nilikuwa naimbia chairman siri. Nikamwambia chairman naangalia hata marafiki wanaokuja karibu na mimi. Na waangalia hivi. Najua ni msaliti tu. Unaweza niambia kitu lakini Mungu ananiambia huyo ananidanganya. Mungu akaniambia ya kwamba lakini watamtafuta wakiuliza anapatikana wapi, kwa sababu ni yeye alikuwa na msaada. Ninataka kukuambia siku ya leo, ninataka kukuachia jambo moja. Hata kama Amerika tunaenda, lazima utatutafuta Amerika. Amen. Utaenda kila mahali, uulize kwa nini msaada sijapata. Lakini ukienda kwa nabii, unamwambia nabii nataka uniskana, uniambie shida yangu iko wapi. Lakini ukwambia siku ya leo, unakumbuka ile madhabahu ilikuwa mahali fulani, ulikuwa unajua huyo kuhani, huyo ndio unafaa kumtafuta kwa sababu ni yako na msaada wako. Nataka kukwambia siku ya leo, sio kila mtu, sio kila ako na funguo yako, lakini kuna mtu mmoja aliye na masaki yako. Yule mtu aliye na funguo yako, tumia huyo mtu vizuri, kwa sababu ile funguo ikifichwa hautafunguliwa milango. Nahitaji kukwambia siku ya leo, kuna watu wamepoteza funguo, lakini hii funguo nakuambia sijui utaipata wapi, lakini nakuambia siku ya leo anza kutafuta kama masaki. Anaweza pesi. Amen. Juzi nikaoneshwa wasichana wawili wamekuja kwa madhabahu, wanataka kumaliza kiu. Kahurumia hiyo mtoto hata nikimwacha, kwa sababu najua bibi ataisha. Sasa wasichana wawili walimsumbua sana, na ule kijana wangu akaisha kabisa. Neema ikamuondokea na nikampigia. Mungu alikuwa ananinenea saa 9 juzi, akaninenea akanionyesha vile mtoto wangu anaisha. Wakati ilifika asubuhi, daktari akaniambia kitu the same yenye inapelekana na hiyo. Nikauliza Mungu, na ulikuwa umenionyesha? Akanionyesha hata mchungaji fulani vile amepangiwa. Lakini nataka kusema siku ya leo, kama kuna watu wamepangiwa mabaya, nimetangaza malaika wangu kuondoka. Ndio nimeondoka, lakini malaika wako wao Bwana bado wanatawala. Nitasimamisha dhoruba na mawimbi. Haleluya. Nikaona amepanga ule msichana, nikasikia amesema
tumejaribu mam kabisa. Tulikuwa tunataka mam aondoke ndio kanisa ishe, lakini sasa tumeona hakuna option nyingine, lazima tupitie uchungaji na tutumie huyu kijana. Tukitumia hawa watu wawili tutaweza na kuingia kwa madhabahu. Uzuri sitakuwa karibu mkiingia, lakini hamtaingia hata hapa. Nimetangaza hata kama sitakuwa kwa madhabahu, rangi itakuwa inashuka kwa madhabahu, inapomoa mikono yote ya wachawi, inapomoa madhabahu ya ushirikina katika jina la Yesu. Amen. Sasa nikaona vile kumepangwa, nikaambia Mungu, nahitaji uniambie sana. Jana nikaambia mama, nataka Mungu anikonfirmie. Nikaambia mama, nilipoangalia hata chema nilimwambia jana, nikamwambia kitu iko kwa akili yangu ni gari peke yake. Usiku nikaambia mama, nataka Mungu anipime. Nalala kama Mungu ameninenea mambo ya gari. Nikakaa chini hivi, mama akaniambia nimeona ukiwa kwa gari ndani. Nikaambia Mungu, nilikuwa nataka confirmation tatu. Nikiwa nimekaa hivi, Mungu akaniletea gari ya kwanza, akaniletea gari ya pili, akaniambia ninakujaribu sasa kwa sababu nimeona unahitaji, nimeona yote umeshinda, hii ndio nimejaribu kukupea, sasa ninaachilia. Nikaamka asubuhi nikaambia mama, ninaona sasa Mungu amekuja kufungua na pingu inaenda kufunguka. Lakini acha nikwambie siku ya leo, wapendwa, jiulize ya kwamba Lydia Lydia wakuwa no watu hawapenda. Wakati utakuwa kwenye kaburi, nani atakuwa karibu na wewe? Huwa unajiuliza mchungaji, huwa mnajiuliza ikyo kana gothike nekarira nachuga mwana vile mmoja utalia na useme na onadonyuma debake na hata watu wengi wanakulia kibagoka au metre ya mawikilie tili. Hata kuna wengine watakuja wakigoja wakutupia. Nikaambia Reverend Kioko, nikamwambia ndio. Unajua wakati nilienda kwa Reverend Kioko, hata hiyo au video hiyo niliko hapa unaweza sikia. Nilipokaribia madhabahu tu hivi, akaniambia mtoto wangu, naona funguo kwa gari yako. Kwa mkono yako. Nikamuuliza funguo ya nini dadi? Mimi sina gari. Ndio. Naona gari. Nikamwambia Nyaniko ni mtu amenisaidia kwa kanisa. Akaniambia mtoto wangu, naona gari yako, mimi sijaona ya kusaidiwa. Bado ninaona hiyo, lakini naona gari kwa mkono wako. Wakati nilikuwa nimesimama kama madhabahu, kuna kitu moja Reverend Kioko alisema, amezunguka pati zote za Jesus Wina, lakini hajawahi ona kanisa iliyozaliwa na upendo kama hii kanisa. Alisema hivi, akamwona machozi yake, akaniambia mtoto wangu, kama kuna kitu nimesikia kwa roho yangu imeniuma, ni safari yako ya Amerika. Sababu nilikuwa nimeona nimepata roho ya upendo itakayeanza kuenezwa kwa injili, kwa sababu wewe uko na upendo. Akaniambia hiyo, wacha nitakwemwekea usikie. Akasema nimeona kanisa nyingi, hii kanisa yangu, akasema kanisa yake haina upendo kama venye hiyo kanisa inakuwa na upendo. Anasema hii kanisa nilionaga imepanda upendo. Hapo ni hapo akaniambia ile ahadi niliyoahidia hiyo kanisa lazima nitafanya. Lakini kama kuna kitu ninajua niko nayo ni wewe mtoto wangu. Akaniambia ninatamani hili hata ungekaa hapa kwa madhabahu. Hata mambo mengi aliniambia, hadi akadondosha machozi. Hata nilikuwa naambia mama, sijui mama ama ni nani. Akaniambia mtoto wangu, nilikuwa nimeplani ninunue gari nikuletee nikupatie fungu. Lakini hata kama dhoruba zimekuja, hata alikuwa vitu alikuwa ameniambia kinipatie mafuta. Akaniambia enda ufuruge hii na njia hii. Na mimi nikisema Mungu atafanya. Lakini wakati alinipatia nikasema sitafanya. Lakini kuna kitu alikuwa ameniambia. Akaniambia mtoto, ninakupenda. Na mimi wacha nimwambie, kama kuna mtu wa kuheshimu ni huyo baba, anapenda hii kanisa. Huyo baba anajua maumivu yenu. Huyo baba anapenda madhabahu. Huyo baba alisimama hata akaniambia mambo mengi sana. Na mimi nimekuja kukwambia siku ya leo, kuna kitu ninataka kukwambia siku ya leo. Kuna mtu ameona gari, anatamani mzee kwa sababu ako na gari, lakini anasahau yule mzee alikuwa na upendo ya kweli, lakini yule mzee hakuwa na gari. Ile gari haujui ukiingia kwa ile gari ni visu mara ngapi ya mabunduki itaelekezwa kwa kichwa yako, ulitishiwa kuuawa. Nataka kukwambia siku ya leo kuna vision ya mtu yeyote, lakini Mungu afungue macho, muanze kuona maono, muanze kuona mambo. Hiyo macho iliyofungwa nimeitabiria ifunguliwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kukwambia siku ya leo, when the one door closed, another door opens. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani nimekwambia, I swear before God, kama nahudumia Mungu wa kweli, hii mwezi
inakuja, haitaisha kama sina gari, kama si yuko hapa. Nikienda Amerika nakuja na gari yangu. Ndio, wait and see.